Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru mara tena kuwaona baada ya muda kiasi. Ninashukuru kwa ajili ya mkono wa Bwana ambao umekuwa pamoja nami. Jina la Bwana libarikiwe. Nashukuru kuwaona mko wazima, mko wema. Jina la Bwana litukuzwe kwa ajili ya kutuhifadhi. Asante sana kwa ajili ya mwaliko nilipopewa. Nilikusudia kwamba nitakuwa hapa, na kwa hivyo ninamshukuru Bwana sana kwa kunipatia nafasi hii kuwa mahali hapa siku kama ya leo. Na kwa hivyo ninalitukuza jina la Bwana kwa sababu ya kutupatia fursa hii ya kuwa mahali hapa. Nataka tusome neno la Bwana, maana tutaendelea kujuliana hali tunapoendelea. Tuna muda wa siku 3 kwa neema ya Bwana ambao tutakuwa pamoja, Bwana akitusaidia na kutukirimia neema ya kutosha. Nataka tusome kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 1. Nataka tusome mstari wa 5 mpaka wa 9 katika jina la Yesu Kristo. Tunasoma Timotheo wa pili mlango wa 1 mstari wa 5 mpaka wa 9 kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema, nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois na katika mama yako Eunike, nami na sadiki wewe nawe unayo. Mstari wa 6, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Mstari wa 7, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, mbali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mstari wa 8, maandiko inasema, basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, mbali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Mstari wa 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo tangu milele. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambao umenipa kuhudumia wapendwa na wateule na wanao ambao Bwana unawapenda na una mpango mzuri kwa ajili yao. Ninanyenyekea mbele zako Bwana, ili ukainuliwe mahali hapa, ukatukuke Bwana unapotenda mambo makuu, ishara na maajabu. Nguvu zako za Roho Mtakatifu zikawakalie watu wako Bwana, ukatende mambo yaliyo makuu miongoni mwetu kupitia neno lako ambalo tumelisoma na kwingine ambako tutanakili katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu, maana Bwana tunajiweka wakfu. Watangaza anga hii ikafunguke, ili Bwana ukaachilie baraka, ukahudumie watu wako. Neno lako likaje kwetu kwa nguvu na uwezo mkuu katika jina la Yesu Kristo. Tunatiisha chini ya miguu yetu mawazo yote yanayojiinua kinyume cha mapenzi yako, na kutangaza ya kwamba Bwana utanena nasi. Mimi ni chombo tu ambacho Bwana umetenga, nami Bwana najiweka wakfu mbele zako, ili Bwana ukanitumie. Pokea sifa na utukufu, ani kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba, na watu wa Mungu wakasema amen and amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kunena siku hizi ambazo tutakuwa pamoja, maana kuna neno ambalo Bwana aliweka ndani ya moyo wangu, na ninajua kuna makusudi ambao alikusudia. Ninataka siku ya leo, maana mahali ambapo tumesoma tunaona ni Paulo anayeongea na Timotheo mwanae, na ameanza historia ya maisha yake. Ameanza mahali ambapo Timotheo alipotoka, wale ambao waliomhubiria, wale ambao walimlea. Ametaja habari ya nyanyake Lois,
ametaja Eunike ambaye ni mama yake, ametaja ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba Mungu atusaidie. Wale wazazi tuko hapa, wacha tuanzie hapo. Wale wazazi ambao tuko hapa, Bwana atusaidie ya kwamba ushuhuda wetu uwe ya kwamba unaweza kuzalisha wana katika imani. Bwana wetu asifiwe sana. Unajua tunaishi katika nyakati ambazo tuna watu ambao wako kanisani, manyanya wako kanisani, mababa wako kanisani, lakini watoto wao hawako. Kwa hivyo ninaomba Mungu atusaidie, chochote ambacho kinaweza kutendeka ama kilitendeka katika maisha ya wamama hawa, wakasimamia imani kiasi ya kwamba imani, the sincere faith ambayo walikuwa, ilidhihirika katika maisha ya Timotheo. Ndio Paulo anamsifu Timotheo akianza na wazazi wake, nyanyake na mamake, ya kwamba ile imani ambayo ilikuwa ndani yao, anasema iko ndani yako hata wewe. Naomba Mungu atusaidie ya kwamba tuna uwezo wa kuzalisha, ya kwamba wana tuliowazaa, na sio tu wale ambao tumewazaa kwa damu, lakini pia wana wa imani ambao tunaweza kutaja ya kwamba kama si fulani aliyenihubiria injili, mimi singekuwa katika wokovu. Bwana wetu asifiwe sana. Sijui wewe kuna nani ambaye unaweza kuambatanishwa naye? Maana Timotheo anaambatanishwa na Eunice, anaambatanishwa na Lois. Sijui ni nani ambaye anaweza kutajwa ya kwamba kama kungekuwa kumetangazwa watu ambao wamekuwa hapa katika imani, utatajwa nyuma yao, maana uliwaleta kanisani, uliwashuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona vile kumenyamaza, lakini Bwana atanisaidia tu polepole. Maana Bwana ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani kabisa. Siku moja juzi tu tulienda mahali, tulikuwa tumetembelea mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa na harusi ya mtoto wake. Sasa tulipoenda kwa harusi, yule kijana aliyekuwa MC wa harusi hiyo, akiongoza harusi, akawa anatuintroduce. Sasa ilipofika wakati wangu, hata sikuwa nakumbuka. Wakati alipofika mahali ambapo nilikuwa, akasema ya kwamba ninamkaribisha mtumishi wa Bwana kutoka Mombasa ambaye ninamheshimu. Nikauliza, hii heshima imetoka wapi kubwa namna hii? Karibu asimamishe kila mtu, mpaka maaskofu. Lakini hakuwasimamisha. Akasema huyu ninamheshimu kwa sababu nilihudhuria youth camp moja ambayo alikuwa na hudumu, na ni yeye aliniombea nikajazwa na Roho Mtakatifu. Wow! Nikasikia moyo wangu umetiwa nguvu kwamba kuna mtu ambaye ananitangaza. Sisemi ya kwamba ninajisifu, lakini ninasema ya kwamba kuna jina langu limewekwa mahali. Naomba tutamani katika maisha yetu kuwe kuna mtu hii chaani ambaye akiomba hivi kwa Bwana, hata kama ashiriki kwa hii church, lakini akiomba anasema nashukuru ya kwamba fulani aliniombea siku moja, ya kwamba fulani tuliongea, ya kwamba fulani ni jirani yangu, kwa sababu kama sivyo hivyo, jamani, sikuwe na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa. Ninatamani ya kwamba usiwe tu hakuna mtu anaweza kukutaja kwa wema ambapo ulimfanyia kitu na cha kiroho ambacho ulifanya. Maana Timotheo anapotajwa mpaka Lois atajwe. Timotheo anapotajwa mpaka Eunice atajwe. Natamani ya kwamba nitajwe katika mji wa Mombasa, ya kwamba kuna kitu nilifanya. Ndio sababu nimekuja hapa siku ya leo katika mkutano huu wa ufufuo, ya kwamba baada ya siku 3 kuna mtu atanitaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu atanitaja aseme, jameni, mhubiri aliyekuja akatuhudumia, alihudumia moyo wangu. Natamani hiwe hivyo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba kuna watu ambao wamefaidika na neema uliobeba. Kuna watu ambao wanahitaji neema ya kwako. Kuna watu ambao wamefaidika na ule utukufu wa Mungu ulio katika maisha yako. Sio kama hii story niliwapa. Siku moja mke wangu tulihama Mshomoroni. Tulikuwa tunaishi Mshomoroni miaka kadhaa iliyopita. Na tukahama hapo. Ilikuwa nyumba ambayo ilikuwa kama estate ina gate. Kwa hivyo tunakaa hapo ndani. Hapo kulikuwa na watu kadhaa hapo. Of course walikuwa wanajua tumeokoka. Tulikuwa tumewashuhudia habari ya Yesu, wengine hawakuwa wameokoka, lakini tuliwatangazia, tukawaambia ya kwamba sisi tumeokoka. Wakitusikia tukiomba. Yule mama akakutana na mke wangu baada ya mwaka tulipotoka hapo. Akamwambia, mama, jameni, mungerudi. Hata tungekuwa na uwezo tungewalipia nyumba, muje mkae na sisi. Mke wangu akamuuliza kwa nini? Kwa sababu tunakumbuka mlipokuwa hapa hakukuwa na zile visirani vimezuka. Kulikuwa na amani mlipokuwa hapa, lakini mlipotoka watu wanapigana, mume na mke, balaa, vita kila wakati. Anasema tunaibiwa nguo zetu, hata zikiwa bichi hazitakauka zinaenda, lakini mlipokuwa hapo hatukuwa tunaibiwa. Hebu geukia mwenzako mwambie, wewe unatajwa kwa nini? Maana hiyo ndio kitu ambacho nimekujia hapa, ya kwamba wewe unatajwa kwa nini? Ni nani ambaye anakutaja? Anasema kama si maombi ya fulani, jamani, singekuwa hai. Ambaye anasema kama si fulani alinipeleka kanisani, ya kwamba kuwe na kitu ambacho kinaambatanishwa na wewe, ya kwamba kuna mtu anasema kuna faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kuongea upande ule mwingine, maana sikutumwa na Mungu kuongea upande ule mwingine, lakini ninataka kusema ya kwamba ni vizuri tutamani katika mioyo yetu. Na hiyo ndio ombi tutaomba leo tunapomaliza, ya kwamba Bwana tupe kitu ambacho tutafanya, liwe ni ombi, uwe ni ushuhuda, iwe ni huduma ambao tutahudumia, iwe ni wema ambao tutakaofanyia watu ambao watasema kama si fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama si fulani ambaye alichukua hatua ya imani, ambaye aliomba, ambaye tuliishi na yeye, ambaye alikuwa na kitu. Jambo hilo ndilo limenileta leo, ili tutafute kuwa na watu wako hapa kwa church, wakigeuka hivi wanakutafuta, ukikosa ibada wanahangaika, maana wanatamani kuwa ya kwamba uko, maana ukiwa kuna mambo ambayo yanakuwa tofauti. Si Bwana atusaidie. Asema si Bwana atusaidie, ya kwamba uwepo wako church unatamanika na watu, sio watu ya kwamba wanashukuru ya kwamba fulani hayuko. Hey. Bwana wetu asifiwe sana. Ya kwamba si watu wanashukuru ya kwamba fulani tunashukuru ya kwamba hayuko. Wanatamani, maana kuna kitu unafanya ambacho kinawafaidisha, ambacho kinaweza kutajwa. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo anasema kwa Timotheo, anamwambia Timotheo ya kwamba ninaizingatia imani iliyokuwa ndani ya nyanyako, iliyokuwa ndani ya mama yako, maana hiyo imani iko ndani yako. And on the basis of that, Timothy was trusted as a young man. Na Paul hakuwa na lingine, hakuwa hata na ushuhuda wa kwake ambapo ana mambo amefanya. He was too young ya kwamba kuna mambo amefanya, lakini yale nyanyake amefanya, yale mamake amefanya, ile imani ambayo imedhihirika inatosha kwa Paulo ya kwamba I trust this young man. Naomba wazazi tulio hapa, na ninataka kutangaza kwa upole tena kwa upendo mwingi, wapendwa, imani yetu idhihirike hata kwa watoto wetu. Sijui kama unaelewa kile ninaongea. You know, children wanatujua zaidi ya vile ambavyo watu wengine hapa church wanatujua. My children wananijua hata nikiwa nimekasirika, extreme ya hasira yangu, wanajua everything about me, kwa sababu tunashinda na wao, tunaishi na wao, na kwa hivyo they are supposed to see the faith ambayo niko nayo. Na ninaomba Mungu atusaidie. Hii ni ombi ambayo ninaomba. Jamani, wacheni niwaambie, kwa church yetu
ambao ninahudumu nationally, mimi ni mmoja wa kamiti ambao tunasimamia huduma ya youth nationally. Ya tumefanya utafiti, mojawapo ya utafiti ambao tumefanya kwa church yetu ni kwamba majority of parents, wazazi ambao wako church, hata wahuduma, mimi nikiwa mmoja wao, wahuduma ambao wana watoto ambao ni wana youth, the statistics zinaonyesha ni kwamba it is only about 30% ambao watoto wao wanashiriki na kuhudumu na wao. Now, kuna category, of course sisemi wote hawajaokoka. Kuna category ya vijana ambao wameenda Nairobi, hawako kwa church ya mama wao mnashiriki. That is a percentage. Kwa hivyo hawajaanguka, lakini akirudi nyumbani anashiriki kanisa ya mama yake. Lakini akienda Nairobi, Mombasa, wapi, anashiriki ile kanisa ako next kwa ile nyumba anaishi. Kwa hivyo ndivyo. Lakini kuna percentage nyingine ambao hawako kwa imani kabisa. Na sisemi ni ya kwamba tunawalaumu wazazi, hapana. Tunasema ya kwamba kuna jambo ambalo lazima iangaliwe, ya kwamba kuhusiana na imani yetu iko sinzia kiasi ya kwamba watoto wetu wanatamani kumtumikia Mungu wa wazazi wao. Wanaitwa asifiwe sana. Ili the next thing ambao Paul anasema kwa Timotheo, ambao ndio ina form basis. So now ili tufikie mahali hapo, maana anasema for this reason I remind you to kindle afresh the gift of God that is within you. For God has not given us. Now, nataka tuelewe ya kwamba Paul ana recognize ya kwamba kuna kipawa katika maisha ya Timotheo. Na mimi nimekuja kusema ya kwamba kwetu sisi tumeokoka, Mungu hajatuacha pasipo na karama. Hivi ninaongea na ninawaangalia hapa, kuna utajiri wa karama nyingi, giftings ambazo Mungu ametukirimia. Okay, tunajua pale mbele Paul anamwambia ya kwamba ulioipokea kwa kuwekelewa mkono, ama kwingine nafikiri in chapter 1 Timothy chapter 4 verse 14 anazungumzia habari ya kwamba usiwe ignorant juu ya ile karama iliyo juu yako ulioipokea kwa njia ya unabii. Najua kuna vitu watu wanaweza sema ya kwamba nimepokea hiyo karama kwa njia tofauti, lakini kwetu sisi ambao tumeokoka, tumempokea Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndani yetu ametukirimia karama. Kwa hivyo lazima kila karama iwe effective, itumike kwa nyumba ya Bwana. Nasema ya kwamba lazima kila mtu wa kwetu awe na faida. Mojawapo ya kile kilifanya Paulo awajue akina Eunice na Lois ni kwa sababu walikuwa wanatumika, kwa sababu karama zao zilikuwa dhahiri. Wapendwa, umefika mwisho muda wa kukalia viti mpaka zinaparuka. Hebu angalia hiyo kiti umeketi. Nani ameparusha? Hiyo kiti ilikuwa na maandishi ilipokuja hapa kwa hii church. Ilikuwa mpya, lakini ni wewe umeizeesha kwa kuikalia tu. Lakini sisemi usikalie, nasema ukalie, lakini kuna kitu ambacho unafanya. Una maombi ambayo unaomba, ama umetoka madhabahuni baada ya kwamba umehudumu, unapanguza jasho, tunakuruhusu kuketi. Ya kwamba kuna maombi ambayo unafanya moyoni, mwambia Mungu msaidie mhubiri huyu ili atuhudumie chini ya upako, tunakuruhusu kuketia. Ya kwamba umetoa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, tunakuruhusu. Lazima tufanye kitu. Ndio Paulo anasema kwa Timotheo ya kwamba ninakukumbusha. Sasa maneno ambayo ninataka tuangalie yako hapo ndipo ujumbe wetu huko, ya kwamba nataka tuangalie lugha tofauti ama tafsiri tofauti. Maana hapo kuna tafsiri tofauti ya maandiko ya kitabu hicho. Ni cha Timotheo wa pili mlango wa 1 mstari wa 6. Nataka tuangalie tafsiri kadhaa.
Hapa Amplify Bible anasema, that is why I would remind you to stir up, rekindle the embers of, fan the flame of. Sasa hiyo ndio ningependa tutumie, fan the flame of, ama keep burning the gracious gift of God, the inner fire that is in you, ama the gift of God that is in you, by means of laying of my hands with those of the elders at your ordination. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo anamwambia Timotheo ya kwamba usisahau na kukumbusha that you fan the flame of your gift, that you rekindle the embers of the fire, that you keep it burning. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ile karama ambayo ulipewa, ambayo ana symbolize, anatumia the word fan the flame, ni kumaanisha ya kwamba hiyo karama inapaswa kuwa a flame. Inapaswa kuwa ni moto unaowaka. Inapaswa kuwa iko a flame. Usikubali izimie. That is what Paul is saying. Ya kwamba you fan the flame, ya kwamba you rekindle the fire, ya kwamba uendelee kuhakikisha ya kwamba hiyo karama inawaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia habari ya kuwaka moto, ku flame, tunazungumzia habari ya miali ya moto, ya kwamba ufanye karama yako iwe effective, iwe ya kwamba inasikika, iwe ya kwamba it is felt, ya kwamba inasikika mahali popote unapoenda. Ile karama iliyo ndani yako iwe a flame, ya kwamba ina effect. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia habari ya moto ulio a flame, tunazungumzia habari ya moto ulio na effect. Moto ambao ikiwa unachoma, unateketeza, maana uko a flame. Kwa hivyo anasema you fan the flame. Another version inasema hivi, the Message inasema, and the special gift of ministry you received when I laid hands on you and prayed, keep that ablaze. Yani iwake moto. Maana yetu asifiwe sana. Of course King James anasema stir up the gift. Halafu NIV anasema fan the flame of the gift of God. And the Living Translation anasema fan into flames the spiritual gift God gave you. Bwana wetu asifiwe sana. Stir up. Kwa hivyo iwake. Na hapo ndipo ujumbe wangu siku ya leo uko. Of course tunaelewa anapozungumzia, maana ninataka kuweka msingi. Anasema ya kwamba kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hajatupatia roho ya uoga, bali ametupatia roho iliyo na ujasiri. Ametupa ya kwamba uchochee. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali na ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Hivyo anamwambia Timotheo ya kwamba remember, this is a young man ambaye ameintroduce into ministry akiwa ni mdogo. Kwa hivyo kuna ile hali ya kwamba anakuwa intimidated, anakuwa anatishwa. Lakini anamwambia hatujapokea roho ya uoga, hatujapokea roho, bali ni roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hallelujah. Sasa this is the gift ambayo Paul was talking about. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri
ya nguvu ya Mungu. Kwa hivyo anamwambia Timotheo, anaitaja ile gift ambayo Timotheo alipokea, ndiyo hii ambayo ni ya kuweza kutangaza habari ya Kristo. Anamwambia ya kwamba usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, habari ya ushuhuda wa Bwana wetu na kuteseka pamoja naye. Kwa hivyo anamwambia usionee haya, hasa usionee haya kufungwa kwangu, ama uvumilie mabaya pamoja nami. That is a gift aliyopokea. Kwa Timotheo ilikuwa ni kwamba lazima atashuhudia habari njema ya Bwana kwa wote, lazima atavumilia kuteswa pamoja na Paulo. Kwa hivyo anamwambia ya kwamba ile karama niliyokupatia, ulioipokea tulipokuwekelea mikono kwa siku tuliokuweka wakfu, hiyo karama ifanye nini? Ipulizie. Hakikisha imewaka. Wapendwa, nimekuja hapa maana maandiko inasema katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 20, ikimzungumzia habari ya Yesu, anasema ya kwamba wacha tuisome ili ni quote vizuri. Matthew chapter 12 verse 20, maandiko inasema mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Ikimtangaza kazi ya Yesu Kristo aliyekuja kufanya ni kwamba yeye hakuja kuzima moto, hakuja kuzima, alikuja kuwasha hata ile ambayo imefifia, hata ile ambayo inakaa kama inazima. Unajua utambi ambayo unatoa moshi ni kumaanisha hauna miali. Kwa hivyo anasema hata huo ambao unatoa moshi, ya kwamba auwaki hata uzima, kumaanisha ya kwamba atauwasha. Kwa hivyo tumekuja katika revival meeting hii ya kwamba kile ambacho Bwana ametupatia lazima kiwake tena, lazima kiwake tena. Asema karama zetu ambazo Mungu alitukirimia, wengine wakazikalia zikakaa kama zilisaulika, tumekuja kuzifufua, tumekuja kuziamsha tena, lazima tuzipulizie. Lazima ziwake. Mimi kwetu mahali nimezaliwa, na ninajua kuna watu wengi wako hapa walizaliwa huko nimezaliwa, tukiwasha moto, maana zamani tulikuwa tunapatiwa jukumu. Hizo siku kulikuwa na duty, kuna yule ambaye anaachwa kwa moto akihakikisha chakula inaiva vizuri and on time. Then kulikuwa na wale wanaenda shambani, kulikuwa na yule anaenda kutunza mifugo. So ukihakikisha moto unawaka, of course tunajua unaweka kuni ziwe pamoja, wakati mwingine zingetoa moshi. Sasa kwetu unainama, unapeleka mdomo hapo karibu, unapuliza, uhakikishe ime flame up. You fan it with your mouth to flame. Wangapi wanaelewa? Bwana mnaelewa sana kuliko vile nilitarajia. Bwana wetu asifiwe sana. Watu wengi wana relate hapa. So tuna flame, tuna fan into flame ili iweze kuwaka, sasa iweze kufanya ile kazi inapaswa kufanya. Alafu sasa wakati nilipoenda kule kwa mke wangu, kule ambao nimeoa, wao wafanyi kama sisi. Wao wanakuwa na pipe ndefu. Alafu unaweza hata ipuliza ukiwa umeketi. Unaipeleka hiyo pipe, hapa ni ya chuma, kwa hivyo haichomeki. Alafu ukiwa mahali huko unapuliza. Nikaona hawa wako na kazi rahisi sana kuliko kwetu. Maana hata kwetu ikiflame inaweza hata kukuchoma. Lakini kwao wanapuliza wakiwa mbali. Sasa nimesema hivi, this is the purpose ya hii revival. Tumekuja ili Roho Mtakatifu kwa uwezo wake
a fan into flame. Zeal ambayo ilichuchia, ambayo imefifia, ya kwamba you were passionate for God. Lakini sasa mambo ya Mungu yamekuwa kawaida. Church, tumekuja kusema ya kwamba tumekuja kufan the flames, ya kwamba ile zeal na passion ambayo tulikuwa nao kwa ajili ya Bwana lazima irudi kwa jina la Yesu. Asema lazima irudi kule kumcha Bwana, the fear of God ambayo ilikuwa ndani yetu, ya kwamba ukimess unasikia moyo wako hauna amani mpaka uhakikishe umetengeneza mambo. Yaani umekosa kutoa fungu, unaweza kwenda kumwambia pastor naomba unisamehe. Pastor anakuuliza nisamehe nini? Jamani, sijatoa fungu. Ama unajua wakati huo pastor alikuwa mkali, anasema mimi sina ruhusa ya kusamehe, tafuta pesa ulipe, maana hiyo ni kazi yako na Mungu wako. Jamani, wakati mwingine mambo ilikuwa magumu. Na ni kweli, of course. Sasa kama itakuwa hapa tunasamehe mtu kila mwezi, tutasonga lini? Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ninataka kusema hivi ya kwamba Timotheo anaambiwa nimekuja kukukumbusha ya kwamba you fan the flame, you fan it, ya kwamba izizimie, ya kwamba ile karama, ule ujasiri wa kuhubiri injili na kumshuhudia Bwana, ule ujasiri wa kuface suffering pamoja nami, huo ujasiri usififie, ya kwamba you be excited, utakuwa tayari kuweza kupitia hali kwa pamoja nami. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nimekuja wapendwa kuwaambia ya kwamba makusudi ya Bwana ni kwamba we fan into flame every gift in our lives, the zeal and the passion kwa ajili ya Bwana ambao tulikuwa nayo, utayari wa kumtumikia Bwana, tayari wa kutoa. Wapendwa, hivi ninasema lazima viwe visababu, viko vingi. Kwa nini nisitoe? Kwa nini nisimshuhudie Kristo? Kwa nini nisikuje ibada? In fact, sijui kama hapa kwenu mmekuwa na hivyo. Yaani tumeangalia kamtindo ka watu, na wengine ni watu ambao they are even prominent in church, but they cannot come for 4 Sundays in a month. Utakuta amekosa 2 ama 1. Ukimuuliza nilikuwa home nikalemewa, nikafungua TV nikashiriki hapo. Hiyo ndio watu ambao tunaongea habari zake. Lakini hao watu wako Magongo, hawako Chaani. Hao watu ni wa Magongo, hata Chaani hawawezi kupatikana. Hebu muulize mwenzako, mwambie unasikia vile pastor anasema? Ya kwamba visababu ni kumaanisha watu wamezimia, ile passion ya Mungu wamezimia. Hivi tunaongea, kuna watu wanajua tuna revival, lakini yako hana sababu yoyote, kwa sababu ana msukumo. Na tangaza kwa uwezo wa Bwana, lazima to fan the flames. Lazima Bwana awashe moto tena, uwake moto. Haleluya! Ya kwamba miali ya moto iwake. Of course tunaelewa tunapozungumzia habari ya moto, it symbolizes kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio ninaomba Bwana, ndio Yesu Kristo Yohana Mbatizaji anatangaza, anasema ya kwamba kuna mmoja, mimi nawabatiza katika maji, lakini kuna yeye anayekuja atakayebatiza kwa Roho na kwa moto. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema hivi, na ndio Bwana katika wakati ule alipokuwa walipojazwa wale 120 katika chumba cha juu, maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na miali ya moto, kulikuwa na flames of fire. Mtu aseme flames of fire. And that is what the church inapaswa kuwa, ya kwamba kila mmoja wetu anapaswa kufan his or a flame, ya kwamba every gift in your life inapaswa kuwa in flames, inapaswa kuwa ya kwamba inawaka. Kila tamanio, zili ya huduma, passion, utayari wa kumhudumia Bwana unapaswa kuwa fanned into flame. Hiyo ndio tumekuja katika revival hii, ya kwamba Bwana
a fan into flame. Maisha yetu, upendo wetu kwa Bwana, upendo wetu wa kanisa, utayari wa kumhudumia Bwana kuwa hiyo si mimi. Msione kama ninakoa hivi. Ni hawa. Wapigieni makofi hata hivyo. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema hivi ya kwamba wakati umefika wapendwa, lazima utupulizwe moto tena, moto wake. Na ndio Timotheo anaambiwa usisahau jameni. Usisahau, maana hiyo karama lazima iwe fanned into flame. Lazima iwe inawaka. Lazima kuwe kuna excitement. Lazima kuwe kuna utayari. Lazima kuwe kuna msukumo. Natamani hizo siku ambazo tulikuwa na msukumo, mkutano umeambiwa utakuja saa 11:30. Tuko hapo saa 10:30. Kila mtu ako kivyake. Leo unajaribu kuinua watu, unaambia simameni kwa miguu yenu, tufunge macho, hawafungi ng'oo. Alafu fungua vinywa, hawafungui kinywa. Hakuna kinywa kinafunguliwa. Inueni mikono, inanyanyuliwa, inafikishwa hapo. Hiyo imeinuliwa full blown. Jameni, Mungu ashuke kwa jina la Yesu. Kila kinafanya watu wanyanyue mikono kimrudie hapa katika jina la Yesu. Kila kinafanya watu wakuje mapema, na dada yuko pale kwa kona, ako hapa na Bwana. Ako hapo ya kwamba mzee akianza ibada inabidi aseme haleluya, haleluya. Wapendwa, tunataka tuanze ibada, natamani irudi ya kwamba tufana the flames, ya kwamba kila karama inatumika kwa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna watu in the church hata kusalimiana hawawezi kusalimiana, and they are still in church and they are comfortable. No, lazima tutume moto. Unajua one of the works ya flames, uzuri wa flames tutaziangalia, ni kwamba zinateketeza kazi ya shetani. Zinateketeza kila vizuizi vya utembezi wa nguvu za Bwana. Zinateketeza even internally in us, kwa sababu tunapokaa katika ule mwali wa moto unapoanza kuwaka unateketeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uangamize, lazima uteketeze. Lazima uteketeze. Asema lazima uteketeze udini. Lazima uteketeze ukabila. Lazima uteketeze class. Maana wakati mwingine ati siwezi kuinua mikono sana. Unajua wapendwa, hawa sio wa klasi yangu hii church. Nani alikwambia? Bwana aliyekuinua ana uwezo wa kutuinua hata sisi. Maana lazima tujue ya kwamba ni neema ya Bwana iliyotuokoa. Lakini si kusema hiyo iko hapa. Nimesema ni mambo ya magongo. Mkisikia naongea mambo mengine mjue ni ya wapi? Ya magongo. Msamehe mhubiri wa magongo. Mwambie huyu ajui chani. Chani ina watu kama hao. Chani tunapendana. Chani sisi ni watu wa amani. Chani tunakuja kanisani mapema. Chani hata hatuna haraka wa kutoka kwenda nyumbani. Chani natamani kuona Bwana ametuhuisha. Metuma moto wake ukaanza from the inside. Yaani tunaona mpendwa, tunasema huyu ni nini amekula? Sio kitu amekula, ni moto ndani unawaka. Maana unamsukuma. Haleluya. Unamsukuma ndani yake. Unamsukuma ndani yake. Hata sisi hapa tunawaka kama church. Moto wa Bwana unawaka kama kile kichaka ambacho kiliwaka wakati wa Musa. Anasema nitageuka nione. Watu wachani wakipita wanasema nitageuka nione hapa panawaka moto, pana nini? Natamani kuona ya kwamba watu wakisema nilisikia mkiimba nikaingia na nikampokea Kristo. Natamani moto wa Bwana uwake. Wapendwa, wanaimba hapa nyimbo, baada inaharibika na kosa mwelekeo. Maana wimbo mmoja tu umeachilia moto, umeleta breakthrough, watu wamepona. Nani alikwambia mpaka mhubiri ya ubiri ndio ibada ikamilike? Inaweza kukamilika na wimbo mmoja. Mjaribu kila kitu ishindikane. Nilienda Dar es Salaam siku moja, tunahudumu
nimemaliza kuhudumu, hata sikujua nifanye nini, lakini nimesikia msukumo tu, all of a sudden stop, na nikastop. Kaambia watu wasimame. By the time watu wanasimama, Roho wa Bwana alishuka akatuhudumia. So baada ya kuchoka, sasa ndio tunaangalia ule host wetu, akaniambia, akakuja akachukua mic, akaniambia endeni kwa hoteli, driver wenu atakuja pale nyuma, awapeleke kwa hoteli, maana sasa hii baada iishi. Sasa askofu akasimama akasema, hiyo alisema tukitoka, akasema, wewe omba, endelea kuzama katika roho, ile wakati utamaliza ndio utaenda nyumbani. Sasa hizo ibada ndio natamani, yaani ibada ambao tunaachana. Hakuna ombi la neema. Wewe unazama, ukiamka unaenda nyumbani, yule mwingine anazama. Sasa tulipoenda kwa gari, dereva ako chini, kule chini ameokotwa, ameletwa, amelewa. Sasa tukauliza, huyu ndiye anatupeleka nyumbani? Tukasema hatuwezi pelekwa na dereva. Akasema hapana, nimerudi. Wapi? Nataka kusema hivi, natamani hizo nyakati. Wangapi wanazitamani hizo nyakati? Ndio nawaeleza habari zake, na kwamba lazima iwe moto wake, moto wa flames. Nazungumza ya kwamba si tu moto wa ule ambao ni wa kutoa moshi. Tunazungumzia habari ya moto, the flames ambazo they are physical, zinachoma, of course tunaelewa moto katika Biblia umedhihirishwa kwa njia tofauti, lakini mwelekeo wangu ambao ninazungumza ni kwamba lazima kuweze kuwa na tofauti katika maisha yetu. Lazima moto udhihirike even in our own lives, kwamba majirani zako wako like 100 meters from you, but they can feel the fire. That is what I'm looking for. That is what I'm trusting God for. Flamed lives, yani flamed homes, yani flamed church. Si kama mnanielewa. Ninazungumzia elders ambao wako flamed. Yani nini mnielewe jameni. Ninazungumzia flamed, yani watu ambao wanawaka. Flamed yani ni moto unawaka, miali ya moto inawaka ndani yao. Bwana asifiwe sana. Businesses ambazo ziko flamed, watu wanajaribu kupita, wanasimama, sema nipe hii. Akifika nyumbani anasema nimenunua za nini? Mweuko na akirudisha, maana amepita akashikwa na moto. Hiyo ndio kitu ninatamani kwa jina la Yesu, na kinaenda kutendeka. That is the reason why I came in this place, that our lives will be flamed, that our church will be flamed. Watu watapita waseme tuliona moto, tuliona miali ya moto, na tukaja kuona. Si Bwana afanye hivyo, si tumekuja hapa to fan the flames. Hallelujah. Hata ukikataa, unajua kuna mtu anaweza sema hii mambo ya huyu mchungaji, sisi tuta flame your fire. We will bear the motto. We will mpaka iwake. Ikiwaka si utakimbia. Mnakumbukanga mbweha zingine zilikuwa flamed na Samson, zikashikanishwa mikia alafu akaziflame. Zilifanya nini? Si mnaelewa? What was the trick? The trick was mkia umewaka moto, so the only thing you can do is to run. There is no way you can stop and say moto. There is no way. They had to run for their lives, and as they ran wakachoma ngano ya Wafilisti. Nataka kusema hivi ya kwamba wata ukikataa, maana kuna wale wanakataanga, wasema mimi hiyo mambo sitaki. You will be flamed wherever you are. Bwana atakuflame wherever you are katika jina la Yesu. Wengine wako nyumbani, anasema mbona nasikia kuimba? Anaanza kuimba, moto unawaka. Tunatangaza ya kwamba lazima moto wake, tuhudumu katika moto, flamed lives. Bwana wetu asifiwe sana.
Wangapi wanakubali mimi niko tayari moto wake? Bwana Yesu asifiwe sana. Moto wake. And that is our desire, that we experience that fire. Maana ilipokuwa juu ya wapendwa, maandiko inasema hata waliowaangalia mitume wakasema, wakaangalia CV zao. I think it should be in chapter 4. Wakati wameita John and Peter, wakaangalia wakaona hata hawakusoma, but the only difference ni kwamba walikuwa na Yesu. Hasa sisi huyu Yesu yetu tuko naye, yeye ndiye mwenye kubatiza watu na moto. Moto uko wapi jameni? Si uonekane ndani yetu jameni, moto ambao hata wewe ni msichana, ni mrembo, unapita hapa, wa vijana wanajaribu, wanasikia moto, wanasema huyu ni moto wa kuotea mbali. Umekusikia watu wakisema huyu ni moto wa kuotea mbali, maana unawaka miali. That is the prayer ambao nimemuomba Mungu, hapa mahali pawake moto, maisha yetu ya wake moto. Asema watoto wetu wafunikwe na moto, ya kwamba adui akijaribu kuwafizia hawawezi kamwe, maana wao ni mioto ya moto, ni miali ya moto. Haleluya! Asema ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana atufanye miali ya moto. Asema Bwana afanye wazee wa nyumba hii miali ya moto, ya kwamba chani lazima iwakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tufanikiwe, lazima tufaulu. Lazima wachawi wachani hakuna mahali watatupeleka, maana watakuwa wakija wanasema hii nyumba nachomeka, nikitaja jina lake nachomeka, maana sielewi ni nini. Ni miali ya moto. Yokia mwanzo kwa mwambie miali ya moto, mpe high five, mwambie flames of fire, flames of fire, flames of fire. And that is our desire, that we become flames of fire. Siku moja tumeenda mission. In fact hata tulikuwa tumemaliza. Kwa hivyo ukimaliza si ni kumaanisha miali imetumika. So we were going home on Monday morning. Tumemaliza kule. Nikitaja hiyo jina, unajua sasa unaweza taja mahali iwe kuna mtu wa huko, alafu uanze kukaa kama umeharibu. Lakini so nimezuiliwa kutaja ni wapi huko, lakini ni huko ndani. Sasa tukaenda, tumemaliza, tunaingia kwa matatu iko na watu. Ni zile matatu, si mnajua hii matatu zinabebanga mitungi hizi za kwetu, si mnazijua? Akina Kimbimbi ama Nikililimbi ama Nikimbi akina hao. Sasa tumeingia sasa ndani, maana ni kitu kama saa 10 usiku. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuingia, nikaingia. Sasa tumewekewa viti huko ndani, so unaenda huko kwa viti vyako. All of a sudden kamama kamebeba tu vitu, mama amebeba vitu, ameketi. All of a sudden akainuka, nikamwangalia. Hakuweza kuniangalia, so nikaona kuna kitu. Akachukua vitu vyake. Huyo conductor akamuuliza, mama wenda wapi? Akasema mimi sitaki hiyo gari. Na si ulipandia kule nyuma? Sitaki hiyo gari, maana imeingia watu walio na miali. Nasema watu walio na miali ya moto. Nimekuja hapa kutangaza lazima iwake. Nasema lazima moto wake, ya kwamba tuwe na miali ya moto ambayo inafanya mapepo watujue mahali tulipo, waelewe, maana we don't compromise now. In fact, let me tell you, wakati mwingine what we call deliverance, ingawaje zingine tunajua. Niko online nataka kuwa niko kama nachukuliwa niko online ili nijue what to say. Nataka kusema hivi ya kwamba ni vizuri kuelewa, maana wakati mwingine maana I have gone to conferences. Nisamee kusema yale nasema kwa heshima nyingi. And we have seen people ambao wanakuwa delivered. I remember one meeting I went and unajua ukiwa ni conference kubwa na wewe ndio the second preacher, the first preacher anawasha, umekaa unasema sasa Mungu, sasa mimi nitahubiri nini? Vile amehubiri
Kasikia Roho Mtakatifu ameniambia ile neno nilikupa, enda nayo in your own simple way, na ile neema ninakupa. Kana nikasimama nikahubiri. Sasa what I was saying is, kulikuwa na watu, unajua sasa kama watu kama albino, unajua huwezi kukosa kujua, si ndio? So amekuwa delivered siku ya kwanza, conference siku ya pili, siku ya tatu. One pastor friend of mine akaniambia, hey, umeona hiyo? Huyu anadeliviwa kila siku. Maana deliverance has nothing to do with kila siku. Tukimalizana na pepo, tumemalizana nayo once and for all. So hatuna haja tena unless kuna mtu mwingine. Lakini hii mambo tunafanya deliverance. Mpaka tunafanya deliverance. Tunafanya deliverance mpaka tunafanya choir deliverance. Choir. Wacha niachie hapa. Mungu hawajaniambia, lakini nataka kusema hivi ya kwamba lazima tukubaliane ya kwamba tumekuja hapa for flaming. Kwa mwenzako mwambie hii revival ni ya flaming. Hii revival ni ya flaming. Ya kwamba we have to be flamed. Ya kwamba maisha yetu, na ndio pale katika Leviticus Bwana anawaambia makuhani in Leviticus chapter 6, ninapomalizia verse 12, hatutaisoma mnaielewa. Anasema moto wa madhabahu huzizimike. That means the fire was supposed to remain in flames. Kwa hivyo walikuwa na jukumu ya kutoa ile majivu. Walikuwa na jukumu, of course tunaelewa, wakitoka wanavaa nguo nyingine ili wapeleke majivu mahali pake, maana majivu yenyewe haikuwa inapelekwa ovyo. Ilikuwa inahesabika kwamba ni takatifu. Kwa hivyo inapelekwa mahali pake, wanaongeza kuni, wana make sure ya kwamba they have flamed the fire. Ilipaswa kudumu ikiwa imewaka. And that is why walikuwa na zamu zao ambazo walikuwa nazo. Kulikuwa na yule ambaye anaingia asubuhi, mwingine, ili wahakikishe the flames hazikui zizimiki. Na leo wapendwa, nimekuja kusema, tumekuja mbele za Bwana tumwambie flame us up, ya kwamba tunataka miali ya moto, tunataka fan us to flames, tunataka kuona miali ya moto ikipepeta, ikiwaka juu ya maisha yetu. Bwana wetu asifiwe sana. So they had the privilege ya kuhakikisha ya kwamba moto umewaka throughout katika madhabahu, au kupaswa kuzimika. Na mimi nimekuja leo, nimesema ya kwamba tumekuja, unaelewa mahali moto wako umezimika. Kuna wengine in your marriage, maana wapendwa, hatuwezi kudanganyana, tuache kudanganyana. Hatuwezi kusema ati tuko wazuri hapa church, lakini nyumbani hakuna moto. Lazima uwake nyumbani. Kwanza the right fire inaanza nyumbani, ya kwamba wewe na nyumba yako munaomba, muna wakati wa kusoma neno, hata munaweza kuimba pamoja, munaweza, hapo moto ukiwaka, hapa chachi umewaka. Ndio sababu ninawaambia, nilianza na kusema Timotheo anaambiwa tunajua imani ya Lois nyanyako. Because they remained, hata walipokuwa nyumbani, wali influence, wali fire up, wali flame huyu kijana. Imani yake, the flames of his faith, ikawa kama vile ilivyokuwa ya nyanyake na mamake. Hallelujah. Ninatamani tuone hiyo sequence ya kwamba flames zina flame nyumbani. Huko nyumbani kuna fire. I remember those days. Juzi nimekutana na jirani. Mimi hata sikumjua vizuri, maana kuna mahali nimehamia papia. Na nilikuwa na tabia, mahali nimejenga kuna mahali unaweza tembea juu. Kwa hivyo ninaenda hapo juu, nainua mikono yangu, natangaza kwa sauti, hii eneo limebarikiwa, utukufu wa Mungu
amani ya Bwana, majirani zangu hawatasononeka, hawatafurahi. Sasa mimi hata sina habari. Jirani yangu akaja akaniambia, wewe ndiwe ule pasta. Namwambia, pasta yupi? Yule pasta anaombeanga pale juu. Jameni, ni wewe, unatubariki, tunafurahia. Na unajua saa hizo anasema hivyo, nilikuwa nimeacha. Mnafikiria the following day nilifanya nini? Niliamka nikasema, hai, hii kitu kumbe inabariki watu. Nikaanza kuflame again. Asema kuna watu waliacha, kuna mambo mliacha, hata si mimi peke yangu. Leo tunaenda kuyarudia. Leo tunaenda, kabla wengine hata muombangi mukila, tunasema wacha, ngoja kula. Na watu waliona hiyo tabia ni wazee. Mama ameenda kuleta maji, akirudi mzee yuko nusu. Wangapi wanaweza kurelate? Hata mkikataa kuinua mkono. Mama amekuletea sima, akakuletea boga. Hata ajabu, mkono uja, ameenda kuleta mikono, maji ya mikono. Anasema, aya, umekula? Anasema, nilikuwa nimeoga, mikono nimeoga, si nimetoka bathroom saa hii. Maombi leo tunaenda kuflame. Sema, na usikule kwanza, lazima tuombe kwanza. Alafu ukianza hiyo chakula unasema, Baba, flames. Atafungua macho, ulize, flames kwa chakula? Yes, flames of fire. Hallelujah. Lazima ya kwamba moto uwake. Nasema lazima moto uwake kwa jina la Yesu. Tusimame kwa miguu yetu, tumwambie